Ninakukaribisha sana katika ushuhuda huu ambao unauona mbele yetu. Ni ushuhuda wa maajabu sana na ni ushuhuda ambao utakusisimua sana. Niko mahali hapa kwa ajili ya kukujuza jinsi ambavyo mambo yalivyokuwa, lakini pia mwisho wake umekuwaje. Na tumeona watu wakishangaa sana kwamba inawezekanaje. Ni jambo ambalo lilikuwa, lakini Mungu ameingilia kati na kuweza kuliweka sawa. Dada yetu unayemwona mbele yetu hapa ni dada ambaye ameletwa akiwa amekufa, lakini kwa sababu ya imani za watu wakasema inabidi tuanzie madhabahuni kabla ya kumpeleka katika mazingira ambayo inaweza kumstiri kama wanavyostiri maiti zingine. Lakini sasa shukuriwe Mungu sana wa hii madhabahu ambaye anaweza kufanya mambo makubwa mazuri. Ameyafanya hayo unayoyaona. Aliyetakiwa kuwa amekufa, amezikwa, leo yuko hai na anashuhudia mbele ya madhabahu na mbele za watu kama jinsi mnavyoangalia, na majirani zake, wazazi wake, ndugu zake wakibaki wanashangaa kwamba inawezekanaje, kwa sababu hata njia yote waliyopita kutoka Kisesa kuja kanisani, maana hata watu walishuhudia njiani kwamba tele wamebeba maiti wanaipeleka wapi. Kama unavyoona wanavyoweza kushuhudia hapa, ni ushuhuda ambao unasisimua sana moyo na unasisimua sana. Sasa utakiona kipindi hiki ni kifupi sana na kwa muda mchache sana. Si kwamba sisi ndo tunafanya, ni Mungu ndani yetu ndiye anayefanya mambo kama haya. Hata mimi mwenyewe kwa akili zangu siwezi kufanya kitu kama hicho, kufufua maiti, lakini kwa Mungu ninayemtumikia anaweza kufanya jambo hilo. Sasa kuna vipindi vingine, ile hali ya mwanzo tumeshindwa kuionyesha. Ile hali ya mwanzo tumeshindwa kuionyesha kutokana na mazingira jinsi ilivyokuwa, maiti ilivyokuwa, lakini pia na alikuwa ameshajisaidia, pia alikuwa na uchafu ule wa kibinadamu ambao ulikuwa umeshatoka ndani ya mwili wake. Kwa hiyo tumeshindwa kuonyesha hicho kipindi kwa ajili ya usalama kwa njia ya YouTube, lakini pia kwa ajili ya usalama kwa ajili ya watu wanaotazama, maana ya maudhui ambayo tunayarusha pia tunatamani yazidi kufanya mambo makubwa sana kwa watu. Kuna wengine wanaweza kuvumilia wakiona, kuna wengine wanaweza kushindwa kuvumilia. Ndio maana tumeshindwa kukionyesha hicho kipindi cha mwanzo ambacho wakati anaingizwa hapa hiyo maiti, lakini pia wakati tunaanza kumuombea, na hali aliyokuwa nayo ilikuwa sio nzuri sana, ilizishi hiyo hali. Kwa hiyo imebidi tuiache tu hivyo hivyo, na tumeweza kuweka ushuhuda ambao unaona anashuhudia baada ya kuwa ameshakaa vizuri. Karibu sana, Mungu akubariki sana. Lakini pia usiache kusubscribe unapoangalia kipindi hiki cha channel ya JMY Pastor Eric. Zidi kuangalia, fuatilia vitu mbalimbali, kuna maombi mbalimbali na kuna vitu vingi zaidi tunakaribia kwanza kuviingiza katika YouTube yetu, lakini pia live nyingi sana kwa ajili ya maombezi kimataifa na dunia nzima yote kwa ujumla. Kwa hiyo Mungu akubariki sana. Lakini pia unapopata linki hii, bushiriki na mtu mwingine pia, mtumie ushuhuda. Lakini si mara ya kwanza tu, hata mwaka 2023 tulifufua maiti nyingine hapa. Alifufuka dada mwingine hapa, na 2024 tena pia akafufuka mtu mwingine. Kwa hiyo amekuwa ni mtu wa tatu kufufuka katika madhabahu hii. Mungu awabariki sana na neema iwe juu yenu na kibali kiwe juu yenu, na wabariki sana, baraka ziwe juu yenu. Basi naomba tutazame huo ushuhuda na Mungu atakubariki mpaka ushangae. Karibu sana ukatazame kilichoendelea kwenye ushuhuda huu. Kama ilivyo neno la Mungu, ndio Mungu anasema niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyojua. Wow, na Mungu amesema hamtakufa bali utaishi ukatangaze matendo makuu ya Mungu. Ndio. Mungu wa madhabahu ya Yerusalemu anafanya, lakini kwa sasa kafanya zaidi. Kwa sasa anafanya zaidi. Kama ilivyo neno la mwaka 2026 katika Zaburi ya kwanza mstari wa 3, ndio neema iliyozidi. Neema iliyozidi. Na mimi nakuombea neema iliyozidi kutembelee na wewe kwenye jina la Yesu. Ikutembelee kwenye nyumba yako kwa jina la Yesu. Ongeza makofi mazuri. Ndio, Mungu ametenda nini? Amefanya nini? Prophet, mimi mpaka natetemeka. Mpaka unatetemeka. Kumbe hakuna simba aliyekuzaa nyoka. Ndio. Mtumishi wa Mungu, ukisimama ukatufundisha. Ndio. Tukifuata Mungu anaweza. Kuna watumishi wako siku ya Jumatano walifanya mambo makubwa kwa kujiunganisha na madhabahu. Wow. Ndio. Huyu ndo aliletwa, amesema amekufa tayari. Alikuwa amefariki dada Amina siku ya Jumatano ya tarehe. Ndio naambiaga hii madhabahu ni kiboko ya mambo yote. Lakini Mungu alifanya mambo makubwa kupitia watumishi wake wawili. Hebu sogea hapa. Aje niambia habari za mbinguni, sio alikuwa mbinguni mwenzetu, maana aliletwa hapa kutoka Kisesa eti amekufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Ndio, Mungu amefanya nini mtu wa Mungu? Prophet, huyu dada
Wilfrida anasema akiwa nyumbani yeye na dada Pendo ni waumini wa madhabahu ya Yerusalemu. Ndio na dada Pendo walisikia majirani wakipiga kelele. Walisikia majirani zao wakipiga kelele. Lakini kabla ya hapo mwezi wa kwanza wanasema walikupa taarifa za huyu binti Amina. Ndio. Wakasema lakini unaona juu ya mauti juu yake na mauti inaweza katokea mwezi wa pili. Na kweli mwezi wa pili tarehe 4 huyu binti alifariki. Tarehe ngapi? Tarehe 4 mwezi wa pili. Tarehe 4 mwezi wa pili alifariki huyu binti. Wiki iliyopita. Ndio. Wanasema wakiwa nyumbani walisikia majirani wakilia wakipiga kelele. Kwenda kusogea wanakuta Amina amefariki. Ndio. Lakini kutokana na imani ya madhabahu hii walisema Amina aliyekufa sio Amina wa JMY. Ndio. Amina wa mtaani. Wakagomea kifo hicho. Walikataa wakasema hajafa mtu hapo. Mungu alisikia kilio chao kwa sababu yeye Mungu anasema ukiomba lolote kwa jina langu hilo utalifanya kwa jina la Yesu. Walimuita Yesu akaitika na kweli Amina akarudi duniani. Leo tuko naye katika madhabahu. Huyu ndo jirani yake pia. Hebu tumpe mic aweze kuongea. Watu wa Mungu tumpe sifa Mungu. Sisi hata kucha ikitoka haiwezi kuota kwa uwezo wetu, ni Mungu. Sifa na utukufu ni kwa Mungu wa madhabahu ya Yerusalemu. Jamani, makofi wana wa Mungu, nyie mnaweza. Sifa kwa Bwana Yesu. Nilipigiwa simu, nilikuta kwanza nimetafuta usiku kucha kwenye simu, nilikuwa kwenye maombi. Simu naiwekaga pembeni nikiwa kwenye maombi. Wananiambia bana, binti amefariki. Bwana maana alifariki kuanzia mida ya saa 4 usiku kwa mpaka asubuhi. Sasa nilipofika asubuhi nikamwambia nyie beba lete madhabahuni. Lakini wananiambia pastor, tumeshapambana. Hebu jirani aweze kuongea. Ndio, nini kilitokea dada yetu? Unaitwa nani kutoka wapi? Mimi naitwa Winifrida Moses au Mrs. Moses kutokea Kisesa. Kutoka Kisesa. Kisesa ya Mwanza hii? Zoni ya Omega. Zoni ya Omega kule Kisesa. Wow. Tuongezee makofi watu wa Omega Kisesa huko. Okay, sawa. Ndio. Nini kilitokea tarehe 4 mwezi wa pili kwa binti yetu huyu? Amina. Tarehe 4 mwezi wa pili mnamo wa saa 2 asubuhi. Tulikuja kuambiwa na ndugu yake kwamba mnaitwa Amina amefariki. Ndugu yake alikuja kuwaita anasema Amina amefariki. Ndio. Mko jirani kule Omega kule. Ndio. Sasa kweli ilikuwa ni kitu cha kushangaza. Ndio. Na kushtukiza. Kizingatia baba alimtamkia kwamba mbona una roho ya mauti mwezi wa pili. Nakumbuka ndio. Lakini kwa vile naye pia alikuwa na imani bado tuliikemea ile roho isiweze kutokea. Ndio. Lakini tulivyokuja kuambiwa tukamfuata mtumishi mwingine anaitwa Pendo au kwa jina la Mama B. Ndio. Leo hayupo. Amesafiri ameniaga. Ndio. Kweli wapendwa, imani ni kitu bora. Imani ni kitu nini? Bora. Shika mkono jirani yako, mwambie imani ni kitu bora. Mwambie imani ni kitu bora. Mwambie kwa msisitizo huyo, maana alishago. Mwambie imani ni kitu bora. Mtikise kidogo asiwe kama jiwe huyo. Mwambie imani ni kitu bora. Ndio, imani ni kitu bora. Kwa kweli kufika mle ndani. Ndio. Mimi binafsi kwa vile nilishakumbwa na majanga kama yale. Ndio. Kweli nilikata tamaa. Ulikata tamaa binafsi? Binafsi. Nilikata tamaa. Mama mzazi analia, ndugu analia, tayari wameshaweka sawa na kweli ukishika ni sawa kabisa, tayari mauti ameshafika. Lakini mtumishi Pendo popote alipo Mungu msaidie. Huyo mtoto wangu huyo anamjua vizuri. Amebeba roho yangu huyo. Mtumishi, naomba uwe na imani. Aliyekufa ni Amina wao. Amina wetu wa JMY hajafariki. Umesikia hiyo imani hiyo? Alitamka neno moja, aliyekufa ni Amina wao. Amina wa JMY hajafa. Hajafanyaje? Naitwa imani kichaa hiyo. Hiyo ndio imani imefufua maiti zaidi ya 3 hapa madhabahuni. Huyo mtoto wangu huyo Pendo huyo alishachukua roho yangu, anatembeaga naye huyo. Mpaka kuna wakati anakutana na majini barabarani. Nikamwambia endelea kusimama, ndio hivyo. Ukiwa karibu na baba lazima ubebe mafuta hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio. Kwa kweli tukaanza kuomba. Mkaanza kuomba? Ndio. Tuliomba sana. Lakini katika kila tunavyoomba mimi nilizidi kupondeka moyo. Ulizidi kupondeka moyo? Nimepoteza baba zangu, nimepoteza watoto wangu. Ndio. Nilizidi sana kupondeka moyo. Lakini Pendo aliniambia hapana. Ndio. Usipondeke moyo mtumishi. Tupambane. Ikabidi nitulize jahazi ya ndugu na jamaa. Acheni kulia. Ukamwambia acheni kulia. Tukaanza kuomba. Hakika tuliomba. Ndio. Hakika tuliomba ndani ya saa 1. Tunaomba.
Baba, ndio, naomba umjaze pendo neema popote kule aliko. Ndio. Naomba umtie nguvu. Ndio. Kushtukia Amina akapiga chafya mwenzetu. Akarudi duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Akarudi wapi? Duniani. Umeelewa? Maandiko yanasema maombi ya mwenye haki yafaa sana akiomba kwa bidii. Kwa maana naambia kuna wakati utapiga simu yangu inaita lakini haipokelewi. Si kwamba sikupokelei, bali niko napambana kwa ajili yayo. Maana mimi silali kama unavyolala. Unaweza kuwa umeamka kuomba, mimi nimeisha kutangulia masaa 3-4 niko naomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi usingizi nilishauacha tangu 2011. Silalagi mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Baada ya kupiga chafya mtumishi akaniambia kimbia nyumbani kwangu kuna chumvi ya mawe. Ndio. Uniletee. Sawa, ndio. Kweli nileta ile chumvi, tukaja kuweka kwenye maji. Akaniambia tunaomba kugeuza hii chumvi iwe damu ya Yesu. Ndio. Ikaue kila kitu. Ndio. Kweli tuliomba. Ndio. Mtumishi alikuwa hawezi hata ule, yani kuweka hivi mdomo ilikuwa ni hakuna. Ilibidi kuchukua ile anachovya tunamnyunyizia. Chovya tunanyunyizia. Baadaye tukakuwa hivi kupitisha angalau tu ile maji yapite kwa ndani. Ndio. Hatimaye alivyofumbua akaomba maji ya kunywa. Akaomba maji ya kunywa. Baada ile chumvi ikageuzwa katika iwe damu ya Yesu tukamnywesha. Ndio. Tulivyomnywesha ndio nikamwambia mtumishi, lakini Mungu katutendea miujiza, ameacha kutuaibisha, kaitoa aibu yetu. Unaonaje tukienda mbele ya madhabahu ya JMY? Ndio. Tumpigie pasta. Ndio. Huo muda simu pasta tunapiga. Baba watoto wangu anapiga simu. Mama mzazi watoto wanapiga simu. Yaani kila mtu tulimpa namba. Ili apatikane. Baadaye pasta alipatikana akasema mleteni. Okay. Wapendwa, nilikaa naye kwenye pikipiki mimi mwenyewe. Kamleta. Tumeleta. Tumefika 8. Wapendwa, ile hali ikarudi tena. Ikajirudia. Boda niliyekuwa naye akashusha moyo akaniambia mama tugeuza, nikamwambia hapana. Tunasonga mbele. Tunasonga wapi? Tunasonga mbele. Mwambie tunasonga mbele. Tunaelekea JMY, sema amina. Yaani kuna wakati mpaka dereva anakata tamaa, maana ameshasikia baridi imemuingia, kwa maana ndo alikuwa katikati pale. Akasema hapa turudishe kitu nyumbani, akamwambia hapana tusonge mbele. Hizo ndo imani napendaga hizo. Ndio. Tumekwenda watumishi, tumefika Kijereshi. Bamsi. Sikujua baba ametoka wapi mrefu. Ilikuwa ni mimi na Amina tunapotea. Ndio. Ikatokea yani kidogo tu. Ndio. Kidogo mgongwe. Twende mtaloni. Driver tulivyovuka akakata tamani. Hapo Amina hayupo, amefariki. Mara ya pili. Niko naye kafariki mara ya pili. Ndio. Lakini kila tukipita pembeni tukikutana na boda wanasema kwamba maiti hiyo mnaipeleka wapi? Yaani mpaka barabarani wanasema hii maiti mnaipeleka wapi kwenye bodaboda mmeikalisha? Boda tulivyovuka ile ajali nilimtamkia kwamba boda huendeshi wewe, anaendesha malaika mlinzi. Ndio. Ndiye anayeendesha. Hapa tulipo tumefunikwa na damu ya Yesu, wewe twende tu mpaka tufike JMY kanisani madhabahuni. Ndio. Huo muda ninaomba. Lakini katika kuomba likanijia neno la kuabudu. Nikasema pastor asema hata ukiabudu. Nikaanza kuwa naimba huku tunakwenda. Baadaye nikapigia simu kuambia waambie, nikampigia baba watoto mwambie mama B akazane kuniombea, hali nazidi kuwa ngumu. Ndio. Huku na mimi napambana. Tumekwenda kufika Bango. Ndio. Amina akapiga chafya tena. Akapiga chafya ya pili mwenzetu. Bango ni wapi hapo Bango? Bango kuvuka kidogo. Wanapo mmeniacha njia panda, kuvuka Nyamongoro panaitwa Bango. Nitakuja kupatembelea nipaone Bango huko. Mje mweke na picha yangu huko Bango huko. Ndio. Sijui kama ni Bango mtumishi. Ukivuka Nyamongoro kweli umeshavuka Kijereshi kwa mbele Igoma. Ndio. Sijui vitu yake ile. Sawa, ndio endelea. Akaniuliza Mama Suru, ona hilo jeneza jeupe, wananiambia nikaemo na mimi sitaki. Akakwambia kwenye bodaboda hapo? Huyu mwenyewe ndo ananiambia. Akamwambia ona hilo jeneza jeupe. Ndio. Wananiambia niingie na mimi sitaki. Na mimi sitaki. Naona marehemu anaona. Nikojoe au ninye?
Huo muda anaongea wakati tayari ameshajisaidia nikiwa naye. Anakuambia kojoe au anye. Ile pumzi ya mwisho kabisa tayari akawa amejisaidia haja zote, nikajua sasa yeye amekuja kupata fahamu, ananiambia niwaambie ninyi au nikojoe ili wajue nimekataa. Nikamwambia kunya. Ndivyo nilivyomtamkia. Hapa nimezaa watoto vichaa huko duniani huko. Wanatoa amri moja ile kwamba tunavuka bahari, ni bahari inavukwa kweli. Nawe pokea hiyo roho kwa jina la Yesu. Nawe pokea hiyo roho kwa jina la Yesu. Mungu alimwambia Musa neno moja, waambie wana wa Israeli wasonge mbele. Alipokuambia naambia kunya kwenye hilo jeneza. Ndio. Waachie uchafu huko. Ndio, akamwambia hautaingia umefunikwa na damu ya Yesu. Ndio. Kweli tulipambana huku na abudu. Tunakuja tumefika Nundu shuleni, tumevuka kidogo na penyewe tukanusurika ajali wapeni. Ajali ya pili hiyo. Ajali ya pili. Bajaji mpaka ligonga tairi letu la mbele. Bajaji kagonga tairi la mbele. Driver akamuuliza sasa vipi mshikaji? Akajibu hivyo, maiti mnaipeleka wapi? Ndio. Nikamwambia wewe twende, nimekuambia tuna malaika mlinzi. Ndio. Mpaka tutafika. Wewe bodaboda inabidi uje umlete hapa nimpe na zawadi. Kweli nashukuru wapendwa. Ndio. Tulifika. Walikuja kutukapiga sana honi. Wakaja kutupokea na mlezi. Mama mlezi akawafungulia. Kweli hali ilikuwa ni ngumu tena. Ndio. Mkamleta mkamlaza hapa madhabahuni. Kweli nililia kwa uchungu. Nilikumbuka nikasema, ndio, ningekuwa nimejua toka mwanzo, ndio, baba zangu wasingepotea. Ndio. Ningejua toka mwanzo, ndio, watoto wangu wasingepotea. Ndio. Kweli tunazika watu wangali hai. Watu wanachukuliwa, ndo nawaambiaga hivyo vitu. Hakika huyu Mungu mpaka dakika hii hata jina la kumuita Mungu naona kwake halitoshi. Sijui nimuite jina gani. Toka nimekuwa mpaka nimefika umri huu, ndio nasikiaga tu. Ulikuwa unasikiaga mwenzetu kwenye vyombo vya habari? Sijawahi kushuhudia. Nimekuja kuona hapa tarehe 12 mwezi wa 12 siku ya birthday. Ndio mara ya kwanza kukanyaga hapa, siku ya kuzaliwa kwangu. Lakini chokishuhudia. Ndio. Ukafurahi mwenyewe. Sijui niseme. Hii madhabahu utamu hii, ina utamu hii. Kumbe hata mimi Mungu atanitetea. Okay. Ongeza makofi mazuri. Atanipambania. Sawa. Na baada ya hapo ndo niliwakuta hapa tukamwombea akakaa vizuri. Ndio. Na Amina ndo huyu tukampa siku na uji Ndio. Tukampa na juisi ya Azam nzuri ile ya embe. Mnaikumbuka waliokuwepo? Akanywa yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapo tulikuwa na ibada tukaunganisha, maisha yakakaa vizuri. Sema amina. Huyo ndo Mungu tunamtumikia, sio Mungu wa hadithi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua mtu mmoja akanambia, huyu kijana mbona ni mdogo hivi? Kaambia mimi ni mdogo lakini Mungu wangu ni mkongwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni mkongwe, na ukishindana na mimi au shindani na huu mwili, unashindana na Mungu ambaye ni mkongwe. Anakujua kabla hujazaliwa wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu amtumii mtu kwa sababu ni mnene ana kitambi au labda sijui amekuaje. Hapana, Mungu anafanya kupitia watumishi wake. Na watumishi wa Mungu hawaeleweki. Watumishi wa Mungu halisi hawaeleweki. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi ukinikuta kwenye daradara huwezi kujua kama ni mtumishi huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Najichanganyaga saa nyingine huko. Lakini sasa hivi wameshaanza kunijua wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kila unakopita Pastor Eric. Sasa hivi nimeacha kujichanganya sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ndo Mungu tunayemtumikia, sio Mungu wa hadithi. Ni Mungu anayeweza kumuita naye akakuitikia. Anasema aliitika nilivyomuita, alikunyamaza nilipomuita. Huyo ndo Mungu ambaye tunamtumikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa mashujaa, huyu amekuja mwaka jana mwezi wa 12, lakini angalia kwa muda mchache ameanza kutiwa joto ya imani na yeye. Yule binti yangu mwingine sasa hivi tuna kama mwaka hivi na point, ambaye anaitwa Pendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nilishawaambia kwamba kila kitu kinawezekana. Mimi siaminiki katika kushindwa hata sekunde moja, na huwezi kuniingiza kwenye hiyo formula. Nilishatokaga zamani miaka mingi iliyopita. Tangu nikiwa miaka 14 nilifufua maiti mimi nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tangu nikiwa mdogo mimi naaminiki. Yaani mimi maiti ilikuwa ikifa na wavizia watoke mimi nifufue, maana walikuwa wananikatazaga. Wanajua ukiingia chumbani anafufuka huyo. Kwa hiyo ilikuwa akifa mtu anakaa amenichunga mimi nisiingie chumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana najua habari nyingine inakuja nikiingia chumbani. Hiyo ndo Mungu naye mtumikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na amina ndo huyu. Sasa neno moja, unajua
Na huyu ni mama yake. Amina, ndio walikuwa wanalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa ndio majirani zake sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hali niliyoikuta hapa ilikuwa nzuri. Kuta mama mlezi anapambana na hali yake hapa. Ananywesha uji hauingii. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu anarudisha heshima iliyopotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi mwaka huu nakuombea Mungu akurudishie uzima uliopotea kwa jina la Yesu. Akurudishie uzima kwenye uchumi kwa jina la Yesu. Akurudishie uzima kwenye ndoa kwa jina la Yesu. Akurudishie uzima kwenye afya yako kwa jina la Yesu. Akurudishie uzima kwenye biashara yako kwa jina la Yesu. Akurudishie uzima juu ya akili za watoto wako kwa jina la Yesu. Jipigie makofi mazuri. Alichokifanya Mungu juu ya binti yetu Amina huyu, maana yake kwamba Mungu anaweza jambo lote. Lakini ni nani aliyesimama ili apokee? Mungu anakusubiri wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anafanya. Ndio maana nawaambia kuna mambo yanakuja, inabidi mjiandae. Utakuwa kama vile muota ndoto. Yaani kuna vitu vinafanyikaga hapa madhabahuni, miwaga kuna wakati naenda na nawa usoni hivi, Mungu hiki kimefanyikaje? Mimi mwenyewe sijui, ukiniuliza mimi mwenyewe sijui, lakini Mungu yeye anajua alichofanya ni nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi yangu ni kuhusika katika jambo fulani na Mungu afanye jambo lake. Sema amina. Sawa, neno moja dada yetu, unawaambia nini watu wanaokutazama kwa njia ya television, YouTube? Unawaambia nini neno la mwisho? Maana umeshuhudia, wewe mwenyewe umekuwa mashahidi wa kushuhudia kwamba maiti inakuaje na maiti inafufukaje. Ameshuhudia, maana ndio watu niliokuwa nao madhabahuni hapa sasa. Kwamba maiti, nawaambiaga kwamba nina uwezo wa kurudisha mtu aliyekufa. Nikiwaambiaga sio hadithi. Nitakapokuja kuanza kufundisha hayo masomo, utakuja kushangaa. Nakuja huko muda sio mrefu. Masomo ya kurudisha nafsi iliyokufa. Kuna wakati nilianza mpaka watu wakaanza kukutana na wapendwa wao barabarani, nikastopisha. Nikasema nitaleta taruki Mwanza hapa. Namuombea marehemu, kama alikufa marehemu kwa kuuawa, yuko analima miogo Msumba na mpunga, kutana naye barabarani Kiseke. Kana pigiwa simu, pastor, mume wangu huyu hapa nimekutana, nimkamate. Kamata huyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiulize maswali, kamata, rudisha nyumbani mume wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kila mama amekufa. Tumechoka kuwa na wajane wengi. Unaachwa bado binti una miaka 30, miaka 40, mume anaenda wapi? Bado ndo kidogo mnahitaji kwamba mpange mipango ya watoto. Afu eti anakuacha hivi eti. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo tunagoma kwa jina la Yesu. Aliyekufa ni wao, wa kwetu wajafa. Sema amina. Tutamrudisha aliyekufa kwa jina la Yesu. Tutamrudisha aliyekufa kwa jina la Yesu. Neno moja dada yetu la kuatia moyo watu. Neno moja wapendwa ni kwamba ndio tudumuni katika imani. Ndio. Tusibague wala usijali uko dhehebu gani wala dini gani. Ndio. Amini Mungu mmoja ambaye tunamtafuta. Wow. Kwa sababu wote njia ni ile ile. Ni ile ile. Kwa maneno mama Amina asinge kubali kweli, Amina leo tusingekuwa naye. Lakini aliweka imani moja thabiti kwamba yule tumuombaye ndio anaweza mambo yote. Sawa. Sasa Mungu awabariki sana. Sisi tunaga mambo mengi, hatujiinui, hatujikwezi, na uwezo wa kujiinua hatuna na kujikweza. Amina. Ila tu Mungu tunayemtumikia na uwezo wa kufanya mambo yote. Aliyefanya haya mambo sio mimi, wala sio Pendo, wala sio Mr. Moses. Ni Mungu kupitia watumishi wake. Amina. Mimi nikisema uwezo wa kufufua maiti, mimi mwenyewe sina. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila Mungu ninayemtumikia na uwezo wa kufufua nini? Kufufua maiti. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Mama Amina, Mungu akubariki sana. Badilika, ongeza bidii. Nilikwambia mengi siku ile, unakumbuka? Yaishi niliyokuambia. Endelea kumwangalia Mungu, endelea kumwabudu Mungu, weka imani yako, wapende watoto wako. Hakuna kitu kibaya umemzaa mtoto ana umri kama huu, alafu afe. Baada ya kusubiria aje akuletee sukari baadaye katika uzee wako, alafu eti amekutangulia wewe. Unajua ni kitu kinauma eh? Mimi nakumbuka mama yangu alikuwa ananiambia, natamani mnizike. Wananiambia, mama, tunataka na wewe tuendelee kuwepo duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani wazazi wanapendaga kwamba watoto wawazike watoto wao. Lakini sasa angalia mtoto mdogo kama huyu. Una miaka mingapi Amina? 20? Baada ya miaka 23 wamemzeesha binti yetu. Miaka 23, utafikiria na miaka kama 40 hivi, 50. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani magonjwa yanazeesha watu. Miaka 23 walitaka wamchukue eti kwenye kaburi jeneza jeupe. Wanawake wanazikwa kwenye majeneza meupe asilimia kubwa kwenye ulimwengu wa roho. Siku kiota jeneza jeupe, pambania hapo, ndoto hiyo ina mambo mengi. Sawa. Mungu awabariki sana watu wa Kisesa. Na Kisesa huko sasa tumeshaweka madhabahu ya Omega.
Kwa hiyo jambo ni kubwa linaenda kutokea. Amina. Mungu awabariki sana. Tuna mambo mengi. Hebu simama juu kidogo, binti yangu mzuri. Na leo sasa kuna silaha moja nilikuwa naiombea aanze nayo huyu sasa aliyepokea. Hii silaha usikose kwenye mkoba wako, waga ni hatari. Inatokaga mara moja kwa mwaka, hatari zaidi ya bomu ya nyuklia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hii tunaviombeaga mpaka miezi 6-7 hii. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii una mgonjwa yuko Bugando kule, ukitoka hapa mpeleke. Wewe fika tu na spray tu kidogo hivi. Wamekukatalia mlangoni, wewe spray mlangoni. Nguvu itamkuta huko huko. Alafu unatamka jina lake, ninamtoa huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni zaidi ya bomu la nyuklia hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni zaidi ya nini? Bomu la nyuklia. Vipi? Uko vizuri? Umeshaolewa wewe? Hapana. Wao walikuwa wanataka kuondoe bila kuolewa mwenzetu. Ina talaa ya ndoa ujui, alafu hakuna kuchukua. Aise. Watu wanabidi niongeze maombi sana. Wanadharau sana. Miaka 23 wanakupeleka kuzimu. Sawa, fungua mdomo wako. Achilie skadi hapo bomu. Na nyinyi nyosha mikono huku tuombe pamoja, maana wote ni watoto wa Simba hapa. Amina. Tunapambana wote na hali yetu. Mauti, unalisikia neno la Mungu, hautakuwemo ndani ya maisha yake. Jesus, 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 Jesus. Yes. Kwa jina la Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu. Asante Beneza. Na mvua roho ya mauti usoni mwake haitosimama tena, na itakuwa ndani mwake tena, katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Barikiwe sana. Umeshapona binti yangu. Sasa ujiandae, utafanya biashara, utakuja kuolewa, ndo utafungia hapa, na siku hiyo magari yataandamana ya wapendwa wote mpaka Kisesa. Na siku hiyo tutaomba kibali mkoani kule, tunataka wasitopishe magari yasipite kuanzia Kisesa. Rais anapita. Ndoa ya mtu aliyefufuka anapita. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yaani tutakuwa tunapiga honi na mimi nitakuwa mbele, ndo nitakuwa mpambe. Nitamuendesha mimi mwenyewe. Pi pi pi. Pi pi. I say itapendeza hiyo siku Alafu anafaa kuwa Miss Kisesa huyo. Hebu mnamcheki vizuri. Amina. Tupige picha ya ukumbusho hapo. Miss Mwanza huyo. Binti mlembo miaka 23 ataka wamchukue eti. Mwaka huu achukuliwe mtu. Nimegoma mwaka huu. Amina, amina. Nina mgomo mwaka huu. Fanya mfanyavyo na mimi nitafanya ninavyofanya. Tutaona sasa hapo. Barikiwe sana. Unamwambia nini Mungu? Namshukuru Mungu. Sawa. Anaga mambo mengi. Amina. Miss Amina. Miss Kisesa. Aise. Okay, sawa. Mungu awabariki sana. Mama, Mungu akubariki sana. Neema iwe juu yako. Muendelee kuwa na imani hiyo hiyo ya kumsogeza Mungu karibu, na Mungu atawashangaza.